zikitimia kucheza soka la kulipwa nje ya Tanzania, na Simba imemuuza Kibu D kwenda Al Nassr Benghazi ya Libya, ambapo wachezaji wengi wanakimbilia huko. Inaonekana mkwanja mnene unalipwa huko. Sasa Simba wamelipwa dola $300,000 ambayo ni sawa na milioni 829. Kibu anacheza mechi yake ya mwisho siku ya Jumatano dhidi ya KMC. Baada ya hapo Kibu ataondoka. Simba wamevuna mkwanja mzito sana, na hii ni kwa sababu ya kumuuza Kibu Dennis Prosper. Na vile vile Kibu kesho atawakabili timu ya KMC watoza ushuru kama mchezo wake wa mwisho akiwa na timu yake ya Simba. Kwanza tuanzie hapo, manake tumemuona Kibu mara kadhaa hata ajumishwe kuna wakati kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kutokana na wakati klabu pengine inamhitaji yuko nje ya nchi, wakati timu ya taifa inamhitaji ye yuko nje ya nchi. Ukiuliza, ukifuatilia unaambiwa Kibu amekwenda trial, Kibu amekwenda wapi, funika kombe, anarudi Simba anacheza, lakini hayawi. Sasa yamekuwa, unadhani kwa hili kwa Kibu sasa inaweza kuwa ni jambo ambalo kama taifa tutajivunia hapo baadaye, lakini pia ndoto zake kutimia ni sehemu ya maisha yake. Manake pia wapo watu ambao pengine wanaamini pengine kwa walivyomuona Kibu hapa siku za hivi karibuni kwamba ni kama Kibu hakuwa Kibu yule. Sasa wewe unasemeje ili mtani Joktan? Kwanza lazima umpongeze kwa sababu imekuwa ni ndoto yake muda mrefu. Anaitimiza. Yes, kwa sababu tumeshuhudia hapa Kibu akipitia migogoro pamoja na klabu yake, akiwa anatamani kwenda kucheza nje ya Tanzania. Na kuna nyakati tulifika hapa tukasema kwamba ni utovu wa nidhamu ambao wanaonyesha, kwa maana kwamba hata kama mchezaji anatamani kwenda kucheza nje ya Tanzania, kwa maana aondoke katika klabu yake, kuna utaratibu ambao unapaswa kufuatwa, na sio kuondoka kama ambavyo alikuwa anafanya. Lakini yote kwa yote ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ile ndoto ambayo anayetamani kwamba siku moja aweze kucheza soka la kulipwa nje ya nchi inaweza kutimia. Kwa hiyo so far so good kwa hii deal ambayo imekuja na Simba wameiafiki, kwa sababu ukiangalia Kibu alikuwa anamaliza mkataba wake nadhani season hii ikikamilika, na Kibu alikuwa anamaliza mkataba wake. Sasa kwa namna ambavyo wamesumbuana na Kibu Dennis, ingekuwa ngumu sana kuweza kumrejesha kikosini, sio? Kwa hiyo hata klabu yenyewe imefikiria ikaona ni bora wamuuze kuliko kumwachia mchezaji akaondoka bure. Kwa hiyo wamekubali hiyo ofa na Kibu ameuzwa. Lakini mimi naweza nikasema kwamba Kibu kwenda Al Nassr nadhani imekuwa advantage pia kwa Simba. Kwa sababu kwa namna ambavyo Simba inacheza kwa sasa, maingizo ambayo yamekuja, ulikuwa ioni nafasi ya Kibu Dennis tena Simba Sports Club. Unajua sifa kubwa ya Kibu ni mchezaji ambaye licha kwamba anacheza kama wing forward, ni mchezaji ambaye anakupa mchango mkubwa sana pale timu inapokuwa inazuia. Kwa maana ya timu ikiwa haina mpira. Hapa utaona mchango mkubwa sana wa Kibu Dennis. Ni mchezaji ambaye anaweza akakaba sana. Lakini once inapokuja kwenye timu inapokuwa inashambulia, changamoto ya Kibu imekuwa katika product yake ya mwisho. Utaona anafanya kila kitu vizuri, lakini once inapokuwa katika product ya mwisho anakuwa na struggle kuweza kudeliver kitu ambacho ni bora zaidi. Na ndio sababu ambayo imemnyima Kibu magoli mengi sana. Ndio sababu ambayo imemnyima Kibu assist nyingi sana, kwa sababu ya end product yake imekuwa ni mbovu. Kwa hiyo nadhani kwa aina ya uchezaji ambao alikuwa anacheza na maingizo ambayo yameingia Simba kwa sasa, na namna ambavyo tunaona performance zao wanafanya, ulikuwa unaiona nafasi ngumu sana ya Kibu Dennis kuendelea kupata namba katika kikosi cha kwanza. Mtani, tumeshuhudia Kibu michezo kadha akicheza, misimu kadha akicheza. Kuna wakati msimu unamalizika Kibu ana goli moja, watu wanang'aka, mashabiki wanang'aka. Akitoka afisa habari Ahmed Ali anasema hata hivyo Kibu akifunga amekupa kitu extra tu, kwa sababu yeye hayuko Simba kwa ajili ya kufunga. Kifunga amekuofa. Kuna namna unajaribu kumzungumzia Kibu, kukata ngebe ya maneno pengine ambayo yanazunguka yanawarudia hata wao au hata Kibu mwenyewe. Na ni mara chache sana kumshuhudia
Kibu akizama kambani, na anapozama kambani unaona kabisa kweli mwanaume kaibeba timu. Kwa jinsi anavyocheza na namna ambavyo alivyokuwa Simba na pengine huko aendako, na jinsi unavyomfahamu Kibu, anaweza kwenda kuwa msaada huko anapokwenda Kibu Dennis Prosper. Nadhani labda kama atabadilika. Unajua ni sawa ambacho kinazungumzwa, lakini unajua Kibu anacheza katika position gani? Kibu ni mshambuliaji. Sifa ya mshambuliaji ni nini? Kwenda kuhataki goli la mpinzani. Ndio kazi yake kubwa. Yaani mshambuliaji kukaba ni extra. Anafanya tu pale kwa sababu timu haina mpira. Kwa hiyo anatakiwa ungane na wenzake kuongeza nguvu, uweze kupress ili waweze kupata mpira. Lakini sifa kubwa ya mshambuliaji, ili uonekane kama mshambuliaji hatari, lazima uwe na uwezo mkubwa sana kufumania nyavu, lakini pia lazima uwe very clinical katika kutumia nafasi. Sasa changamoto ambayo anayo Kibu kama ambavyo nimezungumza hapo awali ni kwamba ending product yake, kwa maana anaweza akapata nafasi akashindwa kuitumia vizuri, na hiyo imekuwa ni changamoto yake, lakini pia yuko clinical vya kutosha. Labda kama atakutana na mwalimu ambaye anaweza akamtengeneza katika eneo hilo la finishing, kwa maana kumuongezea ubora zaidi ya kile ambacho anacho, anaweza akafanya vizuri. Lakini kama hatafanya improvement katika eneo hilo, anaweza akawa na struggle kama ambavyo alikuwa na struggle Simba Sports Club. Peter Passion, Kibu Dennis ndio huyo, anaondoka Simba anakwenda huko aendako. Hapa katikati tumeshuhudia performance ya Kibu Dennis Prosper, na wengi wakasema sasa wamekuwa wawili hawawaridhishi. Hawakuridhika na performance ya Kibisawala ili Mpanzu, na baadaye ni kama Kibu naye hawapi kile wanachostahili. Mpanzu na Kibu sio wale waliowazoea. Tukae kwa Kibu. Ile kucheza mchezo ambao haufurahishi mashabiki kwa jinsi walivyomzoea, inaweza kuwa ilikuwa ni sababu ya yeye kuondoka, aidha labda pengine kukosa furaha, au aidha pengine labda kuna namna mimi napita hivi, kwa hiyo makeke yangu labda naweza nikaenda kuyaonyesha kule. Au na wewe unaamini pia Kibu bado ni wa moto, isipokuwa pengine tu nyakati zilikuwa zimeisha mchosha pengine pale Simba Sports Club. Vipi uwezo wa Kibu Dennis Prosper, wewe umeungamua vipi na unaweza kuzungumzia vipi kumaliza na mechi alizocheza, lakini pia na Kibu unaye mfahamu? Wapo wanaidai Kibu amekwisha kabisa kwa sasa. Kila mmoja ana haki ya kuzungumza kwa sababu kila mmoja ana maoni yake, ana mawazo yake, lakini pia ana uhuru wa kuzungumza kile ambacho anaamini ni kitu bora kutokana na mawazo yake anavyotazama. Kwenye huu mpira tunatofautiana sana kutazama. Ndio. Na tunatofautiana kwa sababu kuna watu wanawapima wachezaji kwenye namba. Kuna watu wanaona wachezaji wanahitaji kufanya kitu tu kimoja. Kwa mfano, mtu asipofunga magoli anaonekana ni mchezaji wa kawaida. Lakini Kibu sio mshambuliaji. Kibu Dennis Prosper. Okay. Sio mshambuliaji. Hiyo ni kiungo mshambuliaji. Kiungo mshambuliaji si garantia ya kupewa mabao. Ila utamhukumu kwenye kutengeneza nafasi za mabao. Sasa Kibu tangu ametua Simba Sports na anatokea Kumiange, anatua I think ni Geita Gold pale, then Mbeya City anacheza, Simba wanamuona, wanamchukua. Kaangalia takwimu za Mbeya City, afu nenda kwenye takwimu za msimu wa kwanza akiwa Simba Sports. Alifunga goli 8 Kibu Dennis Prosper. Akatokea pembeni kama kiungo mshambuliaji. Na wakati huo akiendelea kuwa na kiwango bora sana. National team call up ya kwanza, mechi yake ya kwanza baada ya sekeseke lake kwamba sio Mtanzania, alipata nafasi ya kucheza, akatoa assist kwa Msuva I think. Wakapata bao. Kama sio Msuva ni John Boko. Sikumbuki vizuri. Alitoa assist ya mechi yake ya kwanza, akatoa assist. Ile ni Kibu Dennis ambaye alikuwa anazitamani ndoto zake. Binadamu yote Makoa na wasikilizaji, kila mmoja ana target zake. Kila binadamu ana target. Ndio. Na tunasema kama unaishi bila kuwa na target na matamanio yako, kuna namna ambavyo utakuwa umefariki kimawazo. Ndio. Kibu kufika Simba Sports ilikuwa ni dream I think. Na ikawa kweli. Ndio. Amecheza msimu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ndio. Tayari malengo anaona yamefikia mwisho. Anataka kwenda sehemu nyingine. Akatafuta changamoto nyingine. Baada ya hapo ametoka
Alifanya trial sijui wapi, akaenda wapi, akawa Norway sijui wapi, kufanya trial, majaribio kutaka kwenda kufanya nini, cheza soka la kulipa zaidi ya Simba Sports. Ndio. Yani akikosa akitoka Simba yake asiende sijui Namungo, asiende sijui sehemu nyingine, ila atoke nje ya Tanzania. Ndo akili ya Kibu ambayo nataka hicho kitu. Na bahati nzuri mimi nilipata nafasi kufanya naye mahojiano kwenye mazoezi kule Bunju. Wakati Simba wanakaribia kuanza msimu. Ndio. Alisema wazi bado ndoto zake za kucheza soka la kulipa ziko pale pale. Ziko pale pale. Manake kuwepo Simba Sports sio kwamba ndo mwisho wa safari ya Kibu. Manake kuna muda binadamu unaweza kuna jaribu kitu hakitokei. Kila binadamu na moyo wake. Kuna mtu anaweza kujaribu akakata tamaa kabisa. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kujaribu lakini tamaa ipo, anatamani kupush lakini anaona mbona sifanikiwi? Mbona kuna kitu fulani kinakwama? Sasa kuna watu wengine wanaweza kupokea kile kitu kama sehemu ya kumfanya adhoofike. Ndicho ambacho kilimkuta Kibu Denis ndani ya Simba Sports. Kuna namna ambavyo alikuwa anaonekana akili yake iko nje ya Tanzania. Lakini klabu anatumikia ni Simba Sports. Si ndio? Lakini Kibu Denis kwenye mazoezi hakuna mwalimu ambaye hawezi kumwanzisha kwenye mechi. Ndio. Ni mchezaji ambaye anakupa energy, anakupa uwezo wa kukaba maboksi yote mawili la mpinzani na la kwako. Anakupa hiyo energy. Kibu atakupa shooting kwenye gote miwili, ana nguvu hizo. Ndio. Kibu anaweza kucheza kama namba 9, anaweza kufanya hicho kitu. Winga zote kulia na kushoto Kibu anacheza. Wakimwambia acheze kama inside tennis Kibu anacheza. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukimwangalia amekamilika. Lakini Kibu huyo pia unaweza kuzidiwa kwenye timu yako kama bwana sikia na kwamba ucheze kama wing back. Kibu anakupa nafasi hiyo. Kwa hiyo kwenye mtu kama huyu akiwa na utulivu wa akili ndio yale anatokea kwenye mechi kubwa, anafanya makubwa kwa sababu anatamani kuonesha kwamba hii ni mechi ambayo nikicheza na hawa ambao wanacheza nje ya kwetu sisi Tanzania wanaweza kaniona wakanipa nafasi kusajiliwa. Na sisi wote ni mashahidi. Mechi zote za Kibu za mechi za kimataifa huwa tunaona Kibu anakuwa tofauti kabisa na ligi kuu Tanzania bara. Labda kama kuna mtu atakuwa anaona tofauti. Ndio. Lakini wote ni mashahidi. Kibu akicheza sijui na Ahali, Kibu akicheza sijui na Petro Atletico, Kibu akicheza sijui na nani, unamwona ni Kibu wa tofauti kabisa kwenye ulimwengu wa soka. Unamuuliza huyu Kibu ndo huyu wa ligi kuu au ni Kibu wa aina gani? Kwa sababu mawazo yake na akili yake bado iko nje kutaka kucheza mpira wa kulipwa nje ya Tanzania. Sasa anaendaje? Lazima apite njia kupitia Simba Sports na hizo mechi kubwa ambazo anazicheza. Ndio maana Kibu kwenye mechi ya Young Africa wenyewe wanamuogopa. Wanajua kwamba Kibu Denis amepona. Hii mechi si nyepesi. Kwa sababu wanajua ni mtu ambaye kwenye mechi kubwa ana perform. Kuna wachezaji wengine ambao kwenye mechi kubwa huwa perform. Ndio kina Chama Clatous, si ndio? Mechi kubwa huwezi kumuona Chama Clatous anakupa kitu kikubwa. Lakini Kibu ukiona naye uwanjani anakupa kitu kikubwa sana. Sasa hii inategemea na namna ambavyo mchezaji mwenyewe amejitengeneza kiakili kwa ajili ya kupambania maisha yake ya soka. Sasa hii taarifa ya kwenda Al Nassr, si ndio? Ya Libya. Sidhani kama ni dream ya Kibu. Ndio. Mimi binafsi. Udhani kama ni ndoto ya Kibu? Sidhani kama ni. Wewe unadhani sasa ni ndoto ya nani? Hii sio ndoto, analazimishwa kwenda huko. Hii sio ndoto ya Kibu. Ndio. Ndoto ya Kibu ni kucheza nje ya bara la Afrika. Hiyo ndio ndoto ya Kibu Denis. Sasa imeshindikana huko nje. Ni bora apate hiki cha karibu hapa. Kwa hiyo kuendelea tena msimu mwingine amaliza akiwa Tanzania. Umenielewa? Kwa hiyo nasema sio ndoto ya Kibu kwa sababu tayari majaribio yake ya kuattempt kucheza bara la Ulaya au mabara mengine huko ni kama imekuwa ngumu. Sasa kutokea huko anaweza kujaribu. Na nakwambia sina hakika kama Kibu anaweza kasajili miaka 3 huko. Una hakika hiyo? Sina hakika. Akisajili miaka mingi ni mmoja au miwili. Hapo ndio kaenda sana. Yaani hapo ndio kasajili miaka mingi kwa sababu ukiangalia mindset ya Kibu Denis bado ina focus kwenda nje ya nchi. Yaani nje ya mipaka ya Afrika, si ndio? Kwa hiyo akijifunga kwa mikataba miaka 3 na yeye age yake inazidi kwenda. Ulaya wanaangalia sana umri kuliko kitu chochote kile. Kwa hiyo lazima aangalie kwamba okay, huu mwaka mmoja ni perform. Alafu tuone tunafanya nini. Kwa hiyo kwenye hili jambo la kwenda Al Nassr Benghazi ya Libya, for me sio dream ya Kibu Denis, ila inambidi kwa sababu ameshakaa Simba Sports, amezoea sasa mazingira, haoni kipya. Na binadamu tuko hivyo. Yaani unaweza kuzoea kitu ukate na hata performance yake hauna, si ndio? Na tunashuhudia hata kwenye jamii zetu tu. Yaani mtu anashazoea wali maharagi kila siku, wali maharagi, atamani kubadilisha ugali dagaa, si ndio? Ili aangalie kwamba hii nimezoea kila siku wali maharagi, nibadilike. Hata mchezaji pia wa mpira iko hivyo hivyo. Unaweza kukaa sehemu fulani uwe ni regular starter kila siku, upate changamoto mpya. Kwa hiyo kama upate changamoto mpya lazima uwe akili
inalala kidogo. Inaamini kwamba niende nisiende, niwepo nisiwepo, nitaanza tu. Kwa performance yako huoni kama ina drop. Kwa hiyo akienda huko alikokwenda, huko Al Nassr Benghazi, si ndio? Atakutana na competition mpya, si ndio? Akutana na competition mpya, maana yake ataanza kujiinua tena upya. Kwa hiyo unaweza kukuta safari yake ya ndoto zake zinaanzia tena kutoka huko.